Hujambo mtazamaji wa Zone Media, tuko hapa tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa katika mwendelezo wa vita kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani, leo ni siku ya 7 ambapo katika siku ya 7 ya vita, usiku wa kuamkia leo, Irani imeanza kutumia makombora yake ya cluster missile kushambulia malengo ya nchini Israel. Cluster missile ni aina ya kombora ambalo hubeba mabomu mengi madogo madogo ndani yake badala ya bomu moja kubwa. Yaani kombora moja linakuwa lina vilipuzi vingi katika kombora hilo. Na moja kati ya cluster missiles za Irani ni kombora la Horamshar. Jana kuna ripoti nilikuletea na ilikuwa inaeleza kwamba Irani ilitumia cluster missile aina ya Horamshar 4 au Horamshar 4, moja kati ya kombora hatari sana, kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion uliopo Tel Aviv nchini Israel. Sasa usiku wa kuamkia leo pia, kupitia video mbalimbali ambazo zimeonyeshwa moja kwa moja kutokea Tel Aviv Israel, kwamba Iran imetumia cluster missile ambazo zimeshambulia moja kwa moja malengo nchini Israel. Na Israel yenyewe kupitia tovuti ya Jewish Breaking News na tovuti zingine zimekiri kwamba ilikuwa ni ngumu kuweza kuzuia makombora hayo, kama unavyoona kwenye video hapo kwenye screen yako. Sasa taarifa inaeleza kwamba mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati umeendelea kuongezeka baada ya jeshi la Israel kusema kwamba Irani imeanza kutumia makombora ya balistiki yenye vichwa vya mabomu ya cluster katika mashambulizi yake dhidi ya maeneo mbalimbali ya Israel. Hatua hiyo imezua hofu kubwa kimataifa kutokana na hatari kubwa ya silaha hizo kwa raia na maeneo ya makazi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la Israel IDF, makombora kadhaa yaliyofyatuliwa na Irani yalikuwa na vichwa vya mabomu aina ya cluster munition warheads ambayo hulipuka angani na kuachia mabomu madogo madogo mengi yanayosambaa katika eneo kubwa kabla ya kulipuka ardhini. Mfumo huu wa silaha unaweza kusambaza mabomu mengi kwa wakati mmoja, jambo linaloongeza kiwango cha uharibifu katika maeneo makubwa. Silaha za cluster hufanya kazi tofauti na bomu au kombora la kawaida. Badala ya kulipuka mara moja, kontena la bomu hufunguka angani na kuachia mabomu madogo yanayojulikana kama submunitions au bomblets. Mabomu haya husambaa katika eneo kubwa na kulipuka pindi yanapogonga ardhi au lengo. Katika baadhi ya mifumo ya makombora, vichwa vya cluster vinaweza kutawanya hata mabomu zaidi ya 80 au zaidi ndani ya radius kubwa, jambo linalofanya silaha hizi kuwa na uwezo mkubwa wa kusababisha uharibifu kwa wakati mmoja katika maeneo mengi. Ripoti zinaeleza kwamba baadhi ya mabomu madogo kutoka kwa makombora hayo yaligonga maeneo kadhaa katikati ya Israel wakati wa mashambulizi ambayo yamefanyika usiku kwa mkia leo. Polisi na maafisa wa usalama nchini Israel walisema baadhi ya athari zilizopatikana zilionekana kuwa mabaki ya mabomu madogo kutoka kwa mabomu ya cluster. Mashambulizi hayo yanakuja katika kipindi ambacho vita kati ya Iran na Israel pamoja na Marekani vinaendelea kuongezeka Mashariki ya Kati, huku pande zote mbili zikifanya mashambulizi ya makombora, ndege pamoja na droni. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa Irani tayari imerusha mamia ya makombora na droni katika vita hivyo tangu kuanza kwa mzozo wa kijeshi mnamo Februari 28. Lakini pia hii si mara ya kwanza kwa Irani kudaiwa kutumia mabomu aina ya cluster katika vita dhidi ya Israel. Ripoti zinaeleza kuwa silaha hizo pia zilitumika katika mapigano ya mwaka 2025 kwenye vita vya siku 12, yani 12 days war, ambavyo Irani ilidaiwa kutumia makombora ya vilipuzi. Irani ina aina mbalimbali za makombora ya balistiki yakiwemo Kadri, Shahabu na Horamshar pamoja na Fatah, ambayo yanaweza kubeba aina tofauti tofauti za vichwa vya milipuko ikiwemo cluster warheads. Baadhi ya makombora haya yana uwezo wa kufika umbali wa hadi kilomita 2000 kulingana na toleo lake. Kumekuwepo na wasiwasi mkubwa wa kimataifa kuhusu silaha za cluster. Silaha za cluster zimekuwa zikikosolewa sana na mashirika ya haki za binadamu pamoja na taasisi za kimataifa kwa sababu ya hatari zake kwa raia. Mashirika hayo yanasema silaha hizi mara nyingi husambaa bila kuchagua malengo ya kijeshi pekee, na mabomu madogo ambayo hayajalipuka yanaweza kubaki ardhini kwa muda mrefu na kusababisha maafa kwa wananchi hata baada ya vita kumalizika. Kutokana na hatari hizo, nchi nyingi duniani zilisaini makubaliano ya kimataifa yanayolenga kupiga marufuku matumizi ya silaha za cluster. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yenye nguvu za kijeshi bado hayajasaini makubaliano hayo.
Matumizi ya silaha hizi yanatazamwa na wachambuzi wa usalama kama hatua inayoweza kuongezeka kwa hatari zaidi na kuenea kwa vita katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kadri pande zinazohusika zinavyoendelea kutumia silaha zenye nguvu kubwa, ndivyo hatari kwa raia na miundombinu muhimu inavyozidi kuongezeka. Na usiku kwa mkia leo, wakati Irani imetupa cluster missile pale nchini Israel, katikati kabisa mwa nchi ya Israel, ving'ora vilianza kusikika moja kwa moja kuwataka raia wakae katika mahandaki kama ilivyokuwa kawaida kwa taifa la Israel, kuwataka raia wake kujitenga kabisa na maeneo yaliyokuwa na mikusanyiko, maeneo yaliyokuwa wazi, lakini maeneo ya kimkakati zaidi, ili kuweza kuepuka madhara ambayo makombora ya Iran yamekuwa kipiga moja kwa moja katika taifa hilo. Na video zilikuwa zinaonyesha jana takribani zaidi ya vilipuzi 20 hadi 30 vilikuwa vikionekana vikiwa angani, vikishuka moja kwa moja kuelekea katika anga la Israel Tel Aviv. Na moja kati ya makombora ambayo yameanza kutumika ni kombora aina ya Horamshar, moja kati ya kombora hatari lenye madhara makubwa endapo litaweza kufika katika malengo sahihi. Sasa vita hivi bwana vinazidi kuleta sintofahamu kubwa sana, ambapo jana hata rais wa Marekani Donald Trump amekiri kwamba IRGC ni wagumu mno, hivyo amewataka waweke silaha chini na amewaahidi kuwalinda kwa namna yoyote ile. Of course kuna vitu vingi vinavyoendelea, tunasema vimbwanga ni vingi kwa sababu hali ya sintofahamu inazidi kuendelea huko Mashariki ya Kati, ambapo wimbi la mashambulizi linazidi kuendelea, Irani akipiga kambi za kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kupiga maslahi yake yote, lakini bado Israel na Marekani yenyewe wakizidi kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zao za kivita pamoja na makombora ambayo wamekuwa wakiyatumia. Hata pia rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anaweza kupeleka kikosi cha ardhini moja kwa moja kuingia nchini Irani ili kuweza kupambana. Na baadaye waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baadaye akaja kaeleza kwamba wako tayari na wanawasubiri na hawaogopi chochote kwenye vita hivyo ambavyo sasa hivi vinazidi kuendelea. Ni kama vile Iran amejifungua kulikweli kwenye vita hivi na ameamua kutumia nguvu zake zote ili kuweza kusambaratisha adui yeyote katika kona Mashariki ya Kati. Kiukweli nchini Israel kuna madhara ambayo ni mengi yanatokea, lakini takwimu zimekuwa haziridhishi na kile ambacho kinaonekana au kinasikika kutokana na mashambulizi ambayo Irani imekuwa ikiyapeleka katika taifa la Israel na sehemu nyinginezo. Huku mashambulizi ya Lebanon yakiendelea, bado Hezbollah wanarusha roketi nyingi sana kuelekea Israel wakijitahidi kuzipangua, lakini pia mkuu wa majeshi ya Israel El Zamir ameamuru vikosi viweze kuongezeka zaidi na kufanya mashambulizi mengi zaidi kwa kundi la wanamgambo la Hezbollah, huku raia wakitakiwa kuhama hapo katika maeneo ya kusini ya Lebanon pamoja na Beirut, kote huko wakitakiwa kuhama nchini Lebanon. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote, ambapo utakwenda kufahamu yote yanayojiri katika anga za kimataifa siku hii ya leo, ikiwa ndiyo kumekucha. Usiache kusubscribe ni kuombe, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.